waheshimiwa wakurugenzi watendaji mliopo hapa, makatibu tawala wa wilaya, ndugu zangu wazee wa mkoa huu wa Tabora, wananchi wa mkoa wa Tabora kwa ujumla, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa uchache kabisa na kwa ufupi, mkoa wetu upo salama sana. Tumeamka asubuhi hii, matukio yapo ya hapa na pale, lakini sio ya kutisha. Wananchi hawa tumewapa uhakika na tunawahakikishia kulala na kuamka wakiwa salama, ili shughuli zao ziweze kwenda kama walivyojipangia. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunavyo vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi zao vizuri sana na kwa weledi mkubwa sana. Kwa tunakuhakikishia tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba mkoa wa Tabora uko salama. Vyombo alivyotukabidhi tunaviongoza vizuri na vinalinda watu wake vizuri sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mambo mengi aliyotufanyia. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tukushukuru sana wewe. Na mimi binafsi nakushukuru kwa sababu nakumbuka nilivyokuambia na kukuomba nilipopata tetesi za kiwanda cha nguzo kujengwa, nikakuomba Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Tabora pale kwanza ni katikati, itakuwa rahisi kupeleka nguzo mahala popote ambapo zinahitajika. Ukatuuliza eneo nalo, nikamwambia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, eneo tunalo. Lakini kiukweli Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, niwashukuru sana watendaji wako. Meneja wetu wa TANESCO mkoa, huyu mama alikuwa likizo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, amekuja hapa na kwa maombi katibu mkuu, muongezeni siku hizi ambazo amevunja kwa ajili ya ugeni. Kwa amekuja kwa sababu ya tukio hili tu. Naamini utapokea ombi langu. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimshukuru sana na kumpongeza ndugu yangu Yusuf Kitivo. Kiukweli unajua nyota njema huonekana asubuhi. Alipokuja hapa wakati anaandaa ile eneo, cha kwanza kabisa alikuja mkoani kwa rasi. Akaripoti na akasema anachotaka kufanya hapa. Lakini pili, ametushirikisha kwa ukaribu sana. Na mimi nikamwambia hakikisha serikali ya awamu ya 6 inataka wazawa wa eneo hilo wafanye kazi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, vijana wote unaoona wanafanya kazi hapa, wote ni wa viunga hivi vya manispaa ya mkoa wa Tabora. Na jambo hilo litaendelea. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, na wananchi wetu wa mkoa wa Tabora, Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta kiwanda hichi hapa na amekubali na hela ameishatoa. Leo taarifa mmeiona kipo asilimia ngapi, na nguzo zitajengwa hapa, na watakaozijenga nguzo hizo ni vijana wenu wa hapa mkoani Tabora, katika mkoa wetu wa Tabora. Lakini ndugu zangu, Mheshimiwa Rais kwa kuambia ametuahidi na ameshatutuma, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, atajenga kiwanda kingine cha mbolea hapa manispaa Tabora. Lakini nichukue nafasi hii kumshukuru sana meya wa manispaa Tabora na mkurugenzi wake ndugu yangu Kayandagila, na anasema anaenda kugombea. Mimi nakuombea heri. Tulipoambia Mheshimiwa Rais anataka kujenga kiwanda hapa, tukipeleke Uyui, tukipeleke Nzega, tukipeleke manispaa, wao walikuja moja kwa moja kwa rasi, wakasema eneo hili hapa tumeshatoa na tunafanya process za kutoa hati. Kwa hiyo hivi karibuni wawekezaji, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tumewapokea, tumewapeleka, wameliona eneo. Lakini pia kupitia Wizara ya Kilimo tumetumwa kwenda Zambia kwenda kuona wanachofanya. Wiki ya kwanza hii tutaenda Zambia na watu kama ambavyo wizara imeelekeza kwa ajili ya kuanza rasmi ujenzi wa kiwanda hapa cha mbolea.
Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nawashukuru sana wazee unaowaona hapa. Hawa wazee ndio walioishika timu yetu ya Tabora United mkono, na haijawahi kufanya makosa, haijawahi kutuangusha, haijawahi kuangusha. Hongereni sana wazee wangu wa mkoa wa Tabora. Niliwaomba kwa dhati na wao wakasema tupo tayari kuunga mkono kijana wetu, na washukuruni sana. Mzee Haruna nakushukuru, lakini mama yangu mwenyekiti wa wazee nakushukuru sana. Mwenyekiti wa wazee wa mkoa huu ni mama huyo, si mama naibu waziri mkuu akuone, lakini ni mwalimu mstaafu, anafanya kazi yake vizuri sana. Naunganisha wazee kwa dhati kabisa. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa uchache kabisa na kwa maombi, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, naomba uniruhusu niwakaribishe wabunge. Tunao wabunge wawakilishi wa wananchi hawa, na sisi tumejitanabaisha wazi, hatujawa wachoyo na hatujawa waongo. Tunawalinda sana wabunge wetu na tunawaonea wivu, tunawalinda kwa wivu mkubwa sana, na kazi zao wanazifanya vizuri sana. Yote haya tunayoona, matunda haya na matokeo ni hoja zao na usimamizi wao mzuri na kuwatetea wananchi hawa kwa ukubwa sana pale bungeni. Nianze nimtambulishe Mheshimiwa Munde Tambwe, mbunge wa viti maalum, lakini kwa heshima yako Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, watu hao walipewa masharti ya kufuata. Lengo ikiwemo kupanua viwanda hivyo, kuongeza ajira na vitu vingine. Lakini haikuwa hivyo kama malengo ya serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, sisi tumeunda kamati maalum ipitie. Kamati hiyo inaongozwa na mwanasheria mkuu wa serikali wa mkoa huu wa Tabora. Tumeamua kuwashtaki hao watu kama watakuwa walikiuka utaratibu ambao walipewa na serikali, na ikiwezekana warudishe viwanda hivyo, kwa sababu serikali haikuwapa viwanda vitelekezo. Wengine tunasikia wamekopea, wengine sijui hivyo na vitu vingine vingi. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, Naibu Waziri Mkuu, kamati hiyo inaendelea, italeta ripoti, lakini intention ni kuwashtaki, hatimaye virudi serikali ifanye utaratibu mwingine. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii kukaribisha hadhara hii, ipo tayari kukusikiliza. Karibu sana.